Uhali gani mtazamaji wa Bongo Headlines, mimi naitwa Dickson John, nyuma ya kamera yupo Medadi Usmandoro. Ukiniona mimi umeziona taarifa za kimichezo, hivyo tunaungana hapa na Teacher Tugana Lukinja kwa ajili ya kuzungumza michezo kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hii ni dabi, wenda wengine wanaitazama kwamba inaweza ikaamua bingwa wa ligi, wengine wanakuambia bado haiwezi kaamua bingwa wa ligi ni nani. Tunaungana na Teacher Tugana Lukinja atufahamishe kiufundi zaidi mchezo utakuwa ni wa namna gani. Teacher Tugana, habari yako? Yes, nashukuru niko salama kabisa. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Umefunga? Yes, nimejaliwa. Umejaliwa? Naam. Nikutakie mfungo mwema. Asante sana. Teacher Tugana Lukinja. Mchezo mwingine kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Tunataka tutazame kwa ufundi huu mchezo utakuwa ni wa namna gani. Tupitishe kwenye eneo la kiufundi kwenye mchezo huo. Yes, kama ilivyo dabi. Dabi ni mchezo unaohitaji utimamu wa mwili, utimamu wa saikolojia za wachezaji, kujua kwamba wapo pale kwa ajili gani, kwa ajili ya kulinda pia hadhi za mashabiki wao. Timu itakaopata alama 3 itakuwa imewatendea haki mashabiki wao na kulinda pia hadhi yao, kwa sababu huwa kuna utani wa jadi, kuna fedhuri za hapa na pale kwa timu inaopoteza. Kwa hiyo mchezaji akijitambua basi atakwenda kufanya vizuri kwenye mchezo huo. Cha kwanza kwenye eneo la kiufundi litahusiana na walimu kwenye squad selection. Unapochagua mchezaji mahususi kwa ajili ya dabi, cha kwanza cha kuangalia ni utimamu wa mwili. Anaweza kupambana kwa endurance au ustahimilivu wa dakika 90, kwa sababu ile ni mapambano, sio kama mechi nyingine. Ile tunategemea iwe na end to end attacking, kwa maana shambulizi limeisha upande huu linageukia upande huu. Kwa hiyo inahitaji sana uwe kwenye kitu tunasema amri 10 za mchezo wa mpira wa miguu au 10 command of football. Wakati mmepata mpira huko upande wenu, mnaanza shambulizi kwa pamoja. The way mkipoteza mrudi kwa pamoja kwenye kujihami, kwenye mbinu, kugeuka kwenye mbinu za kujihami. Hizi ni kanuni ambazo zipo. Sasa tuashumu walimu washafanya squad selection iliyo bora. Unajua kila mchezaji aliyoko ndani ya Simba na upande wa Yanga the same anakuwa anataka aorodheshwe kwenye mchezo, lakini unaorodheshwa kwenye mchezo kivipi kama hauna utimamu wa mwili? Kwa hiyo kwenye squad selection ubora wa uteuzi wa wachezaji wa kwenda kwenye kuanza mchezo ndio kila kitu kutoka kwa walimu. Hiyo ndio eneo la kwanza la kiufundi. Pili ni tunasema execution tukiwa na maana yani kufanya ufanisi kutoka kwa mwalimu. Mwalimu kashawapeni mbinu, sasa mkazitekeleze kwa ufanisi mkubwa the way ambavyo walikuwa wanataka. Baada ya mpangilio wa wachezaji, wewe unatimizeje majukumu ya ndani? Huko kwenye kukaba, kwenye kuchezesha, kwenye kushambulia wakati una mpira, inawezekana ikawa sasa nafasi yake imeshakuwa labda ndogo au imeisha, umeitumikia kwa ufasaha kwa kiwango gani, unatakiwa ufanye nini? Kuna mbinu za mwalimu za ujumla ndo zinazosimama kwenye formation za kucheza, labda kama Simba ninavyowaona unaweza kucheza 4-3-3 au 4-2-3-1. The same Young Africans wanacheza hivyo 4-2-3-1. Huu ni mpangilio, lakini tunaingia kwenye kitu cha pili cha role ya kucheza. Winga jukumu lake nini? Akipoteza mpira afanye nini? Kutrack back kuja kuchukua mipira, si ndivyo? Kabla kupata mpira hakikisha upande wa kulia na kushoto una mtu wa kuweza kusupport kwenye kucheza, tunasema triangle shape. Mpira wa sasa wa dunia unacheza kwenye umbo la pembe 3. Ninapopata mimi kulia kwangu kwa mita zisizozidi 8, kuna paswa uwepo mtu, na kushoto kwa kuna mtu. Napata choice ya kuchagua ni develop mpira kwa kumpa nani. Wakati huo tunatengeneza sisi triangle shape, lazima kuna opponent ataingia kwenye kitu tunasema kufanya high pressing, kujaribu kukukinza kwa haraka na kwa spidi ili pasi yako kwenda kwa watu ikawe mbaya. Sasa timu inayotakiwa kupata ushindi ni ile ambayo imetimiza haya angalau kwa 75%, na hususan kwenye mchezo wa dabi. Tuangalie katika vikosi vya timu yote mbili, tukianzia kwa Young Africans. Kikosi cha Young Africans namna ya ubora wake kiko vipi kuelekea kukabiliana na Simba Sports Club? Tutaangalia pia na cha Simba Sports Club kuelekea kwenye mchezo huu. Yes, it's obvious kwamba kama umefuatilia mechi za hivi karibuni za Young Africans, squad yao inaanza na Djigui Diarra. Kulia unamwona mara nyingi anakwenda Israel Mwenda, ambao definitely atakuwepo yeye huko. Kushoto anakwenda Boka. Ndani pale mara nyingi anacheza Job, anacheza na Baka. Yes, kiungo chini pale kwa sisi tuliocheza football ya siku za nyuma, kocha unapokuwa na uhakika na mchezaji kwenye position, hautaji hata jina lake wala nini. Unatumia tu neno kama kawaida, alafu unaruka. Watu watajua tu kama kawaida unamaanisha nini. Ina maana ni Aucho pale. Sasa changamoto kwa Young Africans inaanza kwenye namba 7, kiungo wa kulia. Kiungo wa kulia wana watu wengi ambao wanaweza kucheza, na bahati mbaya sana viwango vyao havitofautiani sana.
Yes, kwa hiyo pale faida kwa mwalimu. Ni faida kwamba hata ukimwanzisha moja utakapokuja kumfanyia sabu atakaoingia naye atadeliver kwa asilimia kubwa. Tofauti na kunapokuwa na gap, wewe una uwezo wa 70% na kufuatia 45. Zile interval ya point ya asilimia 25 ni ngumu sana kuikava kwenye kiwanja. Maana yake mtu atakwambia mwenzetu ana kipaji zaidi. Ndio maana labda yuko hivyo, lakini unamwangalia kama mtu kama Maxi anaweza kucheza pale, unamwangalia mtu kama Mzize pia anaweza kucheza katika eneo lile. Umenielewa? Hawa ni watu ambao wanaweza kumchallenge mwalimu kwenye position wakati wa squad selection. Ndani pale juu ana option ya kwanza ya Mudathiri, na ninaamini Mudathiri atakuwa chaguo la kwanza la mwalimu kwa kuangalia kwamba ni mchezaji ambaye ana work rate kubwa, ni mpambanaji, anaweza kufanya kama box to box midfielder, akakaba operate team kwenye offensive. Kwa hiyo huyu anakupa kitu kikubwa sana. Hawa tunapotumzungumza Aucho kama kawaida naye ana dosari zake za kiuchezaji, sio mkabaji na nini. Kwa hiyo lazima apate mtu ambaye ni punda, atapora mipira, atawapa mafundi wa kuchezesha ili timu isogee. Na maana huyu tunamzungumza namba 8. Pale center striker ya kwanza iko wazi sana kwa Yanga wanavyocheza, ina maana ni Dube. Atasimama katika ncha kama mshambuliaji wa kwanza. Namba 10 wake atakuwa Azizi kwa mtizamo wangu. Alafu namba 11 Pacome. Ukiweka squad kama hii, yes, inaweza kawapa mafanikio ya moja kwa moja. Kwa hiyo opponent atapata wakati mgumu sana. Nje atakuwa na choice kadha wa kadha. Kutakuwa kuna choice ya mtu mwenye uwezo mkubwa kama Chama, kwamba kama ataingia from substitute anaweza kubadili sura ya mchezo. Hiyo ni faida nyingine walionayo. Lakini unaacha watu kama kina Msonda sasa, nao wanaweza kuja kutoa kitu kikubwa kwenye timu, hasa kwa baada ya timu kuingia na plani ya kwanza. Tuamie kwa Simba. Naam. Ya Simba nikiangalia naona kama haibadiliki sana, hasa pale chini. Goalkeeper it is obvious kwamba atakuwa Kamara, na mimi nashauri hivyo kutokana na ubora wa Kamara. Kulia Kapombe kama na utimamu wa mwili, 100% ni game inayomstahili. Yes, ana exposure kubwa na experience ya kucheza michezo hii. Yes, lakini kushoto kwa Shabalala hakuna mjadala. Anakwenda yupo Simba sasa mwaka wa 11. Kila mwaka anakugarantii kucheza dabi kati ya 2 mpaka 3 au 4, kwa maana mechi 2 za ligi kuu na mashindano mengine, kwa sababu katika hali ya kawaida kwenye vikombe vingine vinakutanisha Simba na Yanga, labda ngao ya Isandi na nini. Kwa hiyo wana uzoefu, washacheza labda 20 times kwenda juu, yani mara 20 kwenda juu. Hana hofu ya mchezo na uwezo wao ni mkubwa. Kwa hiyo hapa chini Shabalala na Kapombe kama kawaida unaiona. Ndani pale kama Hamza yuko vizuri, ana utimamu wa mwili, basi maana yake yeye atapartner na Shemaloni alikosekana game iliyopita kwa kile tulichoelezwa kwamba ni injury. Kwa hiyo kama amerecover ni vyema kwanza, na ana faida nyingine. Msimu uliopita amecheza, alikuwa na partner na Inonga Baka. Yes, ana dosari za kiuchezaji ndogo, lakini ana mazuri yaliyo mengi. Unaona kabisa ni mtu ambaye ana deserve kucheza pale. Juu yake unaweza kuona mtu kama Ngoma. Ufanisi wa Ngoma umekaa vizuri sana. Yes, Ngoma kwenye namba 6 anastahili kabisa kuanza. Kulia kwao namuona mtu kama Kibu Dennis, ni chaguo sahihi kuanza. Ana vitu vingi, na nowadays nimenote kitu kipya kutoka kwa katika uchezaji wa Kibu. Nafikiri ni philosophy ambayo mwalimu anaitaka. Uwanja wa football katika vipimo vya mita 105 kutoka goli to goli, ina channel au corridor ziko 5, corridor 1 2 3 4 mpaka 5 kwa upande wa mwisho. Yeye amehama ile winga ya kucheza kwenye mstari kwenye corridor 1, ameingia kwenye corridor 2 ya pili, ambapo pale ni typical na kuwa central midfielder. Kwa amekuwa na ufanisi mkubwa pale kwenye kupora mipira na kucheza, hakimbii kule pembeni kwenda kupiga cross na nini. Kama umenote, haya ni mabadiliko ya Kibu wa sasa ambayo yanatokana na mahitaji ya mwalimu. Kwenye jiko kubwa kwenye central midfielder anaweza kuwa na option kadhaa, lakini the best option inaweza kawa kwa Mavambo kwangu mimi. Mavambo watu na wanamu underrate play style yake na nini, lakini mimi nimonavo namuona ni mtu mwenye kitu kikubwa sana ambacho kama unaweza kuwachezesha wote kwa pamoja na Ngoma na Mavambo kwenye dara midfield, basi unaweza timu ika-operate vizuri, ikawa na ufanisi, ikawa inaogopesha, inafika kwa mpinzani. Na midfield wakiwa bora wanasaidia offensive kwa maana kushambulia, wanasaidia kwenye mbinu za kujihami. Kushambulia wanasaidia wakati gani? Wanapo create mipira ya kwenda kwa wapinzani, kuwa threat kwa wapinzani, kunaifanya timu ya wapinzani isitoke kule chini. Hapa Mavambo angeweza kuwa bora kwangu mimi kwa mtizamo nilionao. Huyo ni wewe, lakini Kagoma hujamtizama. Yes, Kagoma ilipaswa kwenye midfield chini.
kwenye midfield chini, na ninajua kwamba na hitimisho langu lilikuwa linakuja kwamba Kagoma atakuwa kwenye idara midfield kwa kile kitu ambacho nimekizungumza kwenye work rate. Anafanya kazi nyingi tofauti na Mavambo kwenye kukaba na kuchezesha. Mimi nikwambie, ichukue kutoka kwangu, wachezaji mafundi huwa wana capacity ya kukaba siku zote. Wakabi. Mimi nimecheza idara midfield. Yes, huwa wakabi. Mtafute kocha, watafute wale ma advancing playmaker, watataka kuwe na kijakazi. Awapore mipira, awape wao wachezeshe. Tumeona kina Andres Piro, kina Ganaro Ivan Gatuzo, wanakaba wanampa fundi achezeshe. Yaani mchezaji mwenye uzuri, mwenye ati kubwa ya kucheza, huwa kwenye kukaba anakuwa na mapungufu yake. Sasa huwa anataka mtu wa kumkabia. Kagoma ataingia badala ya Mavambo kwa sababu kwenye hizi ability mbili, defensive ability ya Kagoma ni kubwa kuliko Mavambo kwenye defensive ability. Si ndivyo kwamba uwezo wa kuisaidia timu kwenye kukaba. Yes, ikiwa ina mpira. Na kwa kuwa timu ya Simba ina mafundi wengi, lazima uwe na mtu wa type hiyo ambaye atatumika kwenye kukabia, kurudisha mipira kutoka kwa wapinzani. Tunasema recoverable player, atapora mipira kule, atawapa watu wachezeshe. Kwa hiyo kwenye, ndio maana nilisema kwangu mimi chaguo langu la kwanza angekuwa Mavambo. Yes, lakini naamini mwalimu atakwenda na Kagoma kwenye dara midfield pamoja na Ngoma, akiangalia hichi kitu nilichokuwa ninakisema. Kwenye twin striker kiukweli ana wakati mgumu kwenye nafasi ya mshambuliaji wa kwanza. Yes, Ateba wao wamekuwa anampa choice, lakini super performance ya mwisho ya Mkwala inaonesha ni jinsi gani Mkwala anavyohitaji kuanza kwenye kikosi. Sasa kama kwa Yanga kwenye nafasi ya namba 7 ndio ina changamoto kwenye kupiki yule wa kwanza, the same hapa kwenye Simba kwenye kupiki namba 9. Yani mshambuliaji wa kati wa kuanza. Achana na namba 10, achana na winga kushoto. Hapa ndo namuona mwalimu kama yuko kwenye debate kubwa sana. Lakini namba 10 kwa performance ya Jean Charles Ahoua ni mtu ambaye anastahili kuanza kama namba 10 kwenye upande wa Simba Sports. Kwa hiyo hapa wakati mgumu kwa mwalimu Fadru uko kwenye kuteua mshambuliaji wa kati nani aanze. Lakini kama squad zitakuwa hivyo, ninaamini wote watakuwa wamepick squad zilizo bora, lakini ziada itakuja sasa kwenye matumizi ya ufundi wa mwalimu na ziada kutoka kwa mchezaji, ndio tunasema individual ability. Tuseme uwezo wao unakaribiana kati ya Mkwala na Ateba. Yes, na mimi ningeweza kuprefer Mkwala zaidi kama mshambuliaji. Yes, Ateba na connect katika type ya striking yake, ana element za midfielder. Ndio maana anarudi kulink chini kidogo, anatembea, anaweza kupunguza watu wawili kwa kufenti. Kwa nini? Zile ni tabia za kiuchezaji, tunasema attributes za midfielder. Lakini ukimwangalia Ateba, ukimwangalia Mkwala, yule ni fox in the box. Yani umeona magoli aliyofunga ya juzi, hakutoka sana nje ya box, alikuwa kila mpira akiupata target, anapick target, anapiga shuti, imekaa. Mimi ninge prefer Mkwala zaidi. Yeah. Sawa. Miludi Hamdi, kocha wa Young Africans, tuseme ndo dabi yake ya kwanza hii. Lakini kwa upande wa Fadu Davids ni dabi yake ya pili kama sio ya tatu. Anapata faida zaidi Fadu Davids kwenye mchezo huu ya kutoa tension kwa sababu shakabiliana na hao, kapoteza michezo yote miwili, lakini tuseme kwamba yeye hana tension kubwa kama ambao tension hii anayo Amdi. Sasa bahati nzuri ya kwa Amdi iko sehemu moja tu, uti wa mgongo wa timu kaukuta. Wale wachezaji wote wa kigeni na wazawa kwa asilimia kubwa dabi yao sio ya kwanza. Umenelewa, au sio ya pili. Ina maana wamekuwa kwa muda mrefu, wamecheza dabi nyingi. Yeye eneo lake watarecover wachezaji kwa kuwa na comfortability kubwa ya kucheza dabi, kwa sababu ukimwangalia mtu kama Aziz Ki tangu anakuja wanacheza mechi ya nani, wanacheza mechi nafikiri kwa Community Shield, anampasia mipira miwili Fiston. Yani ana uzoefu. Hii dabi anaweza kaa katika miaka mitatu, season 3 alizocheza, anakwenda kwenye dabi ya 10 kwa sababu ya vikombe vingine na nini. Kwa hiyo hana tension huyu. Hofu yake as a coach itakava na kuwa na wachezaji wengi wenye uzoefu wa dabi. Yes, kwa sababu yeye kaja sasa hivi, lakini kwa asilimia kubwa kikosi chake kile. Sasa kwa Fadru anakwenda kwenye dabi ya 3, lakini ana tatizo moja. Yeye anacheza dabi ya 3 with no experience. Yeye ana wachezaji wachache sana wenye experience na dabi. Yes, na wanaoingia kwenye kosi kwa sasa ndio labda dabi yao ya pili. Kwa mfano unaangalia labda au ya pili au ya 3 kwa uchache wao. Ndio wao kina Ateba, kina nani, umeona dabi zilizopita makosa waliokuwa wanafanya yote yalikuwa yanachangiwa na hofu ya dabi. Yes, kwa sababu dabi ni kweli ni mechi yenye mambo mengi ndani na nje ya uwanja. Yeah.
Tunaweza tukasema kwamba hii dabi huenda ndio ikaamua bingwa wa ligi ya NBC msimu huu. Yes, kwa asilimia zaidi ya 100 ichukue kutoka kwangu. Ninaamini kwenye hitimisho, yani nimesema kwenye baadhi ya platform nyingine nimezungumza nionavyo hii game. Unajua unapocheza ligi kuu au ligi yoyote duniani ni marathon kwa sababu ina mzunguko. Lakini imeingia katika mechi hii imeleta sura ya kitu kingine kwamba ina ufinali ndani yake. Kuna element za finali kwamba Simba na Yanga wamekutanishwa kwenye finali ndani ya ligi kuu. Kwa sababu hatima yao iko pale. Umewahi kujiuliza Simba ambao kwa sasa inapitwa alama 4, si ndivyo, na mchezo mmoja. Maana yake ikiwa na advantage ya mchezo mmoja. Maana yake kama Yanga atashinda atakwenda kwenye gap la pointi 7 na Simba bado atakuwa na kiporo cha mchezo mmoja. Maana yake hata mtu strong mwingine kwenye ligi atakapomchelewesha kwa kumfunga bado Yanga anaweza kuwa na advantage ya pointi 1. Lakini Simba analazimika kugomboa hii situation. Kwenye gap la pointi 4 akave arudishe angalau 3 alafu acheki kwenye njia nyingine anazopita ili Yanga akija kupata tracking kwingine, mkwamo mwingine labda kwa team strong ambao amebakieza nazo kwenye mchezo, ukiacha labda Tabora next game, unamwangalia mtu kama Azam anaweza kachelewesha mipango. Lakini kabla kumwangalia Azam kwenye kuchelewesha mipango, wewe umejiandaeje kwenye mchezo huu hasa mpinzani? Yani wakati Simba sky pembeni akiwa naomba dua tu kwamba fulani amfungie Yanga, pana aanze kwa kupunguza gap kwa kumshinda Young Africans, then kama utapita njia ya kushoto mwenzako akapita ya kulia, mwisho wa siku mtakutana pale ligi ikiwa inamalizika. Shukrani sana Teacher Tigana Lukinja. Okay, asante sana. Mtazamaji wa Bongo Headlines, alikuwa ni Teacher Tigana Lukinja, huyo mwalimu wa soka. Tulikuwa tunazungumza naye na hapa ni makao makuu ya kituo cha habari cha EFM. Tumemfuata Teacher Tigana Lukinja kwa ajili ya kutupitisha katika mchezo wa dabi utakaochezwa Jumamosi kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Mimi naitwa Dickson John, nyuma ya kamera yuko Medadius Mandoro. Usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.